Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira ya Arusha, ndugu wanahabari wenzangu, karibuni katika mikutano yetu. Na sasa ni zamu ya sekta ya maji. Nafahamu serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa katika kazi ya kumtua mama ndoo kichwani. Na mkoa wa Arusha ni moja ya maeneo ambayo yamefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa, na hivyo ni wakati wetu serikali kuieleza jamii ya Watanzania mafanikio ya sekta ya maji na usafi wa mazingira katika mkoa wa Arusha. Mgeni wetu ni Mhandisi Justin Rujomba ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Arusha. Naomba nikukaribishe ili uzungumze na Watanzania kupitia vyombo vya habari vilivyopo hapa, uwaeleze mafanikio ya sekta ya maji katika mkoa wa Arusha kupitia taasisi unayoiongoza. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, naomba nitoe maelezo juu ya mafanikio ya miaka 4 katika mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Arusha. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti na maono makubwa ambayo yamewezesha mafanikio makubwa ndani ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha kwa kipindi cha miaka 4. Dhamira yake ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora ya maji kupitia kauli mbiu ya kumtua mama ndoo kichwani imekuwa chachu ya maendeleo inayoshuhudiwa leo. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imewezesha mamlaka ya kupiga hatua kubwa katika kuhakikisha wakazi wa jiji la Arusha na maeneo yote yanayohudumiwa wanapata huduma endelevu ya maji safi na salama, sambamba na kuboresha huduma ya usafi wa mazingira. Ili kuhakikisha utoaji wa huduma unafanyika kwa ufanisi, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira jiji la Arusha iliamua kugawa kanda 10 ili kuweza kutoa huduma kwa ufanisi. Na kanda hizo ni kama zifuatazo. Tuna kanda ya kati ambayo inahudumia katikati ya jiji la Arusha. Tuna kanda ya Lemala ambayo inatoka nje kidogo ya Arusha kuelekea Njiro. Tuna kanda ya Mshono ambayo inahudumia maeneo ya kuelekea Mshono. Tuna kanda ya Muriet chini ya Ring Road. Tuna kanda ya Usa River maeneo ya Arumeru. Tuna kanda ya Ngaramtoni ambayo inahudumia maeneo ya juu kama unaelekea barabara ya Nairobi. Tuna kanda ya Monduli ambayo inahudumia maeneo ya wilaya ya Monduli. Tuna kanda ya Longido ambayo inahudumia maeneo ya Longido kuelekea mpaka Namanga, mpakani mwa nchi ya Kenya na Tanzania. Tuna kanda ya Merelani. Hii inahudumia wilaya ya Simanjiro mkoa wa Manyara, ambapo tangia tumepata uhuru eneo hilo lilikuwa halijawahi kupata maji safi na salama, lakini kwa jitihada ya rais wetu kwa kipindi cha miaka 4 maeneo ya Simanjiro, Merelani wameweza kupata maji. Na tuna kanda ya mwisho, kanda ya Safari City ambayo inahudumia maeneo ya ukanda wa Safari City. Ndugu wanahabari, mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni kama ifuatavyo. Namba 1, ongezeko la upatikanaji wa maji safi na salama. Mamlaka imefanikiwa kuongeza kiwango cha upatikanaji wa maji kutoka lita milioni 40 mpaka zaidi ya lita milioni 200 kwa siku.
Ongezeko hili limetokana na kukamilika kwa mradi mkubwa ambao unajulikana kama ni mradi wa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi na mazingira jiji la Arusha wenye thamani ya bilioni 520. Namba 2. Ongezeko la utoaji wa huduma ya maji taka. Katika kipindi cha miaka 4, mamlaka imepanua mtandao wa maji taka kutoka kilomita 61.3 hadi kufikia kilomita 270. Huo ni mtandao wa maji taka. Vile vile imeongeza wateja kutoka wateja 6,222 hadi kufikia wateja 10,892. Vile vile serikali ya awamu ya 6 imewezesha upatikanaji wa magari manne ya kunyonya maji taka kwa ajili ya kuhudumia maeneo ya pembezoni mwa jiji pamoja na mitambo ya kuzibua mifumo ya maji taka. Kama nilivyoeleza hapa kwamba tuna kilomita 270 ni mtandao wa maji taka, tayari watu wameshajiunga. Lakini bado tuna maeneo ambapo mtandao wa maji taka hujafika. Sasa tutawahudumiaje? Serikali imeamua kutoa magari manne ambapo kama septic tank ikijaa tunaenda kwa kunyonya kwenda kumwaga sehemu ambapo panastahili. Vile vile tumeweza kujenga mabwawa 18 ambayo yanaweza kutibu lita milioni 22 kwa siku, kutoka mabwawa ya zamani ambayo yalikuwa yanaweza kutibu lita milioni 3.5 kwa siku. Kwa hiyo naona kwamba tuna improvement moja kubwa sana. Mabwawa 18 tunayo anaerobic pondi 2, facultative pondi 8 na maturation ponds 8. Kwa hiyo ukijumulisha tunapata pondi 18. Na kwa Tanzania nzima katika mamlaka ya maji ya Arusha ndio inaongoza kuwa na mtambo mzuri wa kuweza kutibu maji safi na salama. Na yakishatibiwa yakitoka hapa tunaelekeza kwenda mtoni. Lakini baadaye tumejiongeza zaidi tukaona hapana, yasiende mtoni tu, wananchi wameanza kuyatumia kwa ajili ya kilimo. Kutokana na juhudi hizi, utoaji wa huduma maji taka umeongezeka kutoka 7.6 hadi kufikia 39.5. Hali ya huduma. Katika kipindi cha miaka 4, mamlaka imefanikiwa kufanya mambo yafuatayo. Upatikanaji wa maji katika jiji la Arusha umefikia 99% kutoka 68. Mahitaji ya maji kwa jiji la Arusha na maeneo yanayohudumiwa ni lita milioni 139. Kama nilivyosema kwamba mahitaji ni lita milioni 139, lakini uzalishaji tunaweza kuzalisha zaidi ya lita milioni 200. Kwa unaona bado tuna excess. Sasa na hii excess serikali imeona kwamba tusikae na excess tumeiweka tu. Mamlaka sasa imepanga kupeleka maji mpaka Nanja. Kwa wale ambao wanajua Nanja, kutoka Monduli unaenda mpaka Nanja, walikuwa hajawahi kupata maji safi na salama. Tunavyoongea mkandarasi yuko site kupeleka maji maeneo ya Nanja. Vile vile kuna maeneo ya Mlangalini walikuwa hajawahi kupata maji kule. Tunavyoongea mwisho wa mwezi huu tunazindua mradi wa kupeleka maji Mlangalini kupitia mradi mkubwa huu wa maji safi na salama wa bilioni 520. Vile vile mamlaka imeongeza muda wa upatikanaji wa huduma ya maji kutoka masaa 11 hadi kufikia masaa 22 kwa siku upatikanaji wa maji. Kwa hiyo unaona kama nilivyoeleza hapa awali, mwanzo tulikuwa tunapata lita milioni 60 kwa siku. Kwa hiyo tulikuwa tuna mgao mkali katika jiji letu la Arusha. Lakini baada ya upatikanaji wa maji kwa sasa maji yanapatikana kwa muda wa masaa 22. Na bado tunajiongeza, tunatarajia angalau yapatikane kwa muda wa masaa 24 kama hapata kuwepo na changamoto za kiufundi. Zaidi ya watu milioni 1 sasa wananufaika na huduma ya maji safi kutoka watu 400,000. Serikali imewezesha upatikanaji wa magari mawili ya usambazaji wa maji safi kwa ajili ya kutoa huduma sehemu ambazo bado mtandao wa maji safi haujafika. Kwa hiyo tunazo boza kwa ajili ya kusambaza maji kuelekea sehemu ambazo bado mtandao wa maji safi hatujafika. Kwa umuhimu wa wafugaji, tumeweza kujenga mbauti, yani cattle trough, sehemu ambazo wafugaji, sisi Arusha ukipeleka maji safi majumbani ukasahau mifugo ni kama vile hujafanya kitu chochote. Kwa hiyo tumejitahidi kujenga mbauti maeneo ya Rongido, Monduli, Ngorongoro kwa ajili ya kunyweshea mifugo na kuboresha ustawi wa mifugo yao. Namba 4, miradi iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa. Katika kuhakikisha mamlaka inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inayotutaka kufikisha upatikanaji wa maji mjini 95%,
na asilimia 85 vijijini. Kwa mwaka 2025 hadi ifikapo mwaka 2025 mamlaka imeweza kufanya mambo yafuatayo. Namba moja, kuboresha upatikanaji wa huduma maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mradi huu wenye thamani ya bilioni 520 umewezesha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira, ikiwemo uchimbaji wa visima 56. Katika mradi mkubwa, chanzo vyetu vya maji ni visima virefu. Kwa hiyo tumeweza kuchimba visima virefu 56. Kwa maana hiyo, kupitia mradi mkubwa tuna vyanzo vya maji 56 ambavyo vimeweza kutupatia maji zaidi tulivyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo unaona kwamba ni hatua gani tulizozipiga. Kwa hiyo kwa sisi kwa Arusha kwa sasa hatuna changamoto kwamba kuna kiangazi hatuna maji, hapana. Tuna changamoto ya kusambaza maji afikie mtu hata aliyejenga leo tuweze kumfikishia maji pale. Maji tunayo ya kutosha. Ujenzi wa mabwawa 18 kama nilivyoeleza, tumeweza kujenga mabwawa 18 kupitia mradi huu mkubwa. Vile vile ujenzi wa mtambo wa kutibu maji safi, yani water treatment plant. Kabla ya mradi huu, mvua zilikuwa zikinyesha Arusha, ilikuwa inatulazimu tufunge maji. Kwa sababu maji yakitoka huko milimani yanakuja na matope. Sasa mtu unamfikishia maji machafu majumbani kwake, hujayatibu alafu mwisho wa mwezi unamletea bili kwamba nakudai bili ya maji uliotumia. Kwa hiyo kupitia mradi huu serikali imeweza kutoa pesa, tumejenga mtambo wa kutibu maji. Kwa hiyo sasa hivi hatuna changamoto kama mvua zimenyesha tunatakiwa tufunge maji yasiende kwa wateja. Sasa hivi mvua zikinyesha bado mtambo upo wa kutiriti maji, yanatoka kwa ubora unaostahili. Vile vile upanuzi wa mtandao wa maji taka pembezoni mwa jiji wenye urefu wa kilomita 192 umeweza kukamilika. Ujenzi wa vyoo 25 vyenye matundu 184. Tumeweza kujenga vyoo sehemu za mashule, masoko kwa ajili ya kuweka jiji letu kukaa safi na salama. Kwa hiyo tumejenga vyoo kupitia mradi huu mkubwa vyenye matundu 184. Na ndio maana sasa hivi Arusha tunajidai tunafunga mtaa watu wanaweza wakala nyama barabarani, kwamba ni kiashiria kwamba tuko safi. Tunatimiza slogan ya kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa wasafi na wewe ni mji wa kitalii. Vile vile ujenzi wa ofisi za kisasa za kanda 3 na ofisi kuu moja, hatua iliyolenga kuongezea huduma karibu katika kuwakaribia wananchi. Tumeweza kujenga ofisi za kanda maeneo ya Murieti, Mushono, Lemala. Hii ni kuashiria kwamba huduma imkaribie mwananchi, sio mwananchi aende kuitafuta huduma. Kwa hiyo mtu anayekaa Mshono hapo sikuja mjini, ataishia Mshono huko kuna ofisi na manager na mafundi na wasoma mita, mambo yote yanakuwa solved eneo hilo. Mjini katikati kuna ofisi, wa mjini katikati wanahudumia mjini katikati. Vile vile tumeweza kufanya upanuzi mkubwa wa mtandao wa maji safi katika maeneo mbalimbali katika jiji letu wenye urefu wa kilomita 680 ili kuhakikisha maji yanawafikia wakazi wengi zaidi. Vile vile tumejenga bomba za zimamoto, yani fire hydrant 300 kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto katika maeneo ya jiji la Arusha. Na tumeenda mbali zaidi. Hizi fire hydrant tumeziingiza kwenye GPS. Zina code. Kwa hiyo tunashirikiana na wenzetu wa fire hydrant. Kwa hiyo tunazipeleka kule. Kwa hiyo ikitokea moto wote ule, yule mwenzetu askari wa fire hydrant akichukua GPS anafika fire hydrant yoyote ile bila kuuliza hii fire hydrant iko sehemu gani. Kwa hiyo zile code GPS inamuelekeza mpaka anafika sehemu ambapo anatakiwa kwenda kuchota maji. Miradi mingine inayoendelea kutekelezwa yenye thamani zaidi ya bilioni 50 ni kama ifuatavyo. Mradi wa maji safi Mlangalini ambao unagharimu bilioni 3.7 umefikia 100% ambao nimesema kwamba utazinduliwa mwezi huu. Tuna mradi wa ondoaji wa maji taka kutoka kiwanda cha A2Z ambao umefikia ni mradi wa bilioni 2.5, sasa hivi uko katika 60% ya utekelezaji. Tuna mradi wa maji safi Embaseni wa bilioni 1.8 mpaka sasa umefikia 55% ya utekelezaji. Tuna mradi wa maji safi Engwiki
wa bilioni 2.9 umefikia 67% ya utekelezaji. Huu mradi unatoa maji Monduli kuelekea kwa Maremu Sokoine kule juu, ndio tunaita Engwiki. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 8 Ngorongoro, kwa jina unaitwa Mageri, umefikia 52% ya utekelezaji, ni mradi wa bilioni 6.1. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 7 Arumeru. Huu ni mradi ambapo tulivyojenga mradi mkubwa, maji yalitokea, vyanzo vyetu vya maji tuipata sehemu mbalimbali. Hivi sima 56 ambavyo nimeweza kuvitaja. Hai Kilimanjaro tuliweza kupata visima 18 virefu. Tukaja Mbuguni Valeska tuliweza kupata visima 12 virefu. Tukaja Arumeru tukapata visima 15 virefu. Alafu tukaja na Arusha maeneo ya Ngaramtoni tukapata visima 11. Ukifanya summary vinakuja visima 56. Lakini tukasema tumetoa maji, let's say Kilimanjaro, maji moto Hai. Sehemu ambapo bomba kubwa linapita, lazima wakazi ambao wako karibu na hilo bomba wapate huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo serikali imeshaliona hilo, imetenga bilioni 8.6 kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao bomba linapita pembezoni, na utekelezaji wake huko 200%. Tayari serikali imeshatoa milioni 250 kwa ajili ya survey. Muda si mrefu mwaka wa serikali huu mradi utaenda kwa spidi. Tuna mradi wa maji safi Oldonyo Sambu ambao utekelezaji wake umefika 50% wa bilioni 6.3. Oldonyo Sambu ni eneo ambalo ukichimba maeneo hayo maji yanayopatikana na fluoride kubwa. Ilikuwa inawaathiri wananchi wa Oldonyo Sambu. Kwa hiyo serikali kuliona hilo ikabidi itoe hela kupitia mradi huu mkubwa. Tayari tumeshafikisha maji. Kuna sehemu ambapo watu wameanza kunywa maji kwa ajili ya kuepuka adha hiyo ambayo ilikuwa inawaathiri wananchi. Tuna mradi wa maji safi Merelani ambao nimehitaja hapa awali kwamba Merelani tangia tumepata uhuru walikuwa hawajawahi kupata maji safi na salama, lakini kupitia mradi huu mkubwa tayari Merelani tumeshafikisha maji, na tunatarajia kwamba maji yaende mpaka kule wanakochimba kule kwenye machimbo, na tayari serikali imeshatenga hela kupeleka kule maji, kwa sababu wenzetu wanaochimba kule wanapata adha ile vumbi inaumiza vifua. Kwa hiyo tayari mradi tathmini ishafanyika na BOQ imeshapitishwa. Mwaka wa serikali tunaanza kupeleka maji kule kwenye machimbo watu waweze kupata maji. Tuna mradi wa maji safi Sinya na Manga. Kama nilivyoeleza hapa awali kwamba tuna mradi tuna kanda Longido, lakini wenzetu wanaoishi na Manga walikuwa na hadha kubwa ya upatikanaji wa maji. Lakini Mheshimiwa Rais alipofika pale tuwekeza kwamba tupeleke maji na Manga. Ikabidi kwanza tupeleke maji tulionayo ambayo yalikuwa Longido, tukapeleka na Manga. Kwa hiyo tulivyopeleka na Manga tukajikuta sasa demand imekuwa kubwa kuliko supply. Tukasema hivyo tutaendelea kuwapa angalau kwa mgao, lakini tukiwa tumejipanga. Sasa baadaye tukajipanga tukachimba kisima kirefu eneo la Sinya. Tumepata maji mengi zaidi ya lita 400 kwa saa. Kwa hiyo tulichokifanya, tunataka kwenda kuongeza wingi wa maji na Manga. Na tayari serikali imeshapitisha bilioni 14. Mwaka huu wa serikali unaoanza tunaanza ujenzi wa maji kuelekea kuongeza wingi wa maji na Manga. Na mkandarasi ninavyoongea ameshapatikana. Kwa muda si mrefu tu tutaanza zoezi hilo. Tuna mradi wa maji kwa ajili ya kupeleka maji maeneo ya Balaa, Mwaivaro na Mshono. Ndugu wanahabari, katika kuunga mkono utekelezaji wa lengo namba 6 la maendeleo endelevu, yani Sustainable Development Goal, ambalo linasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kila mtu anapata maji safi na salama ifikapo mwaka 2030, mamlaka kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kutekeleza programu maalum inayolenga kuwezesha kaya zote zenye kipato cha chini kupata huduma ya maji safi na salama. Kupitia programu hii endelevu, kaya 6,000 zimeweza kunufaika moja kwa moja kwa huduma ya maji safi, hatua ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa jitihada ya kumtua mama ndoo kichwani na kuboresha maisha ya wananchi. Ndugu wanahabari, hii programu tumeshaianza katika mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa jiji la Arusha. Tumepata wadau kutoka Netherlands, mamlaka za maji za Netherlands wameweza kutuunga mkono. Tunachokifanya pale katika jiji la Arusha, tunawatambua watu wenye kipato cha chini ambaye
hawezi kulipia new connection kwa ajili ya maungo mapya ya maji. Kwa hiyo tunaenda mtaa, viongozi wa mtaa wanawatambua kwamba kaya fulani hawajiwezi. Tukishawatambua watalipia shilingi 30,000 tu. Gharama nyingine au wenzetu wanazibeba. Wanamuungia huyo kaya ambaye hajiwezi. Anapata huduma ya maji safi na salama. Baadaye ndo anaanza kulipia bili yake kama kawaida. Kwa hiyo mpaka tunavyoongea leo tumeshaungia kaya 6,000 na bado tunaendelea kwa kasi na hilo zoezi. Ndugu wanahabari, naomba niyataje mafanikio katika uboreshaji wa huduma kupitia TEHAMA. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha imepiga hatua kubwa katika kuboresha huduma kwa wananchi kwa kutumia mifumo ya kisasa yani TEHAMA. Baadhi ya maboresho ni kama yafuatayo. Kituo cha huduma kwa wateja yani call center, mamlaka imeanzisha mfumo wa kisasa yani call center unaoweza kuhudumia wateja na wanaweza kupata msaada kwa muda wote ule masaa 24 kwa kutumia namba yetu ifuatayo 08 0011 0069. Namba hii ni bure. Mteja unaweza ukapiga muda wote kutupa changamoto ulioipata, wasiwasi ulionao, kama bili hujaelezekana nayo, maji yanamwagika, kuna wizi wa maji. Ukipiga namba hii ni bure. Ndugu waandishi wa habari, hata ukitrace sasa hivi ukipiga utapokelewa. Vile vile kuna usomaji wa dira za maji kwa njia ya kisasa, yani tunasema kwamba ni njia shirikishi. Mamlaka imeanzisha mfumo wa usomaji wa dira za kisasa na shirikishi, ambapo mteja anasomewa dira yake na kupokea ujumbe mfupi wa simu yani SMS kwa ajili ya kuhakikisha matumizi yake ya maji kabla ya bili kutolewa. Hii inaimarisha uwazi na kupunguza changamoto ya anga zisizokuwa na usahihi. Kwa hiyo kabla bili hatujaitoa utapokea message inakwambia msomaji leo amesoma, mwezi uliopita unit ilikuwa ni reading ilikuwa ni hii na sasa ni hii, ambayo inaleta tofauti ya unit hizi. Kwa hiyo utasoma, utaangalia, ukiona sio sahihi unatoka nje unaangalia mita yako, hizi reading ni sahihi au sio sahihi, na namba ya simu anakuwa imewekwa pale chini. Unaweza ukapiga na ukapokelewa na msoma mita. Kama hujalizika atarudi nyumbani kwako kukuhudumia. Kwa hiyo ndio tumefikia hatua hiyo, sio kama zamani tulikuwa unatumiwa tu ankala kwa njia ya karatasi unaipokea huko nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kumjali mteja. Tuna mfumo wa malipo ya kidigitali. Wateja kwa sasa wanaweza kulipia huduma ya maji kwa njia ya rahisi kupitia mfumo wa malipo ya kidigitali kama vile simu za mkononi, mobile money, benki na huduma ya mtandaoni. Vile vile tuna mtambo wa kupima dira za maji yani meter testing bench ili kuhakikisha usawa kati ya mtoa huduma na mpokea huduma. Mamlaka imeweka mtambo wa kisasa kwa kupima dira za maji unahakikisha usahihi wa dira na kuondoa malalamiko kuhusu matumizi yasiyokuwa ya halali. Kwa hiyo kupitia mradi mkubwa tuliweza kupata meter testing bench. Mteja anaweza akasema mita yangu ni mbovu. Sasa japo kwa tuna watu wa vipima ambao wanatumonita, lakini na sisi natakuwa angalau ndani kwanza tujipime kabla jicho jingine halijatuona. Kwa hiyo tuna meter testing bench pale, mteja akilalamika tunamshirikisha, tunaenda tunampimia mita yake, anaangalia, tunampa na elimu, anaelewa nini kinachoendelea. Vile vile tuna mfumo kwa kutumia mfumo wa serikali kwa ajili ya ununuzi kibudget na uhasibu kama vile tuna mfumo NeST, PanLab, ERMS na e-office. Kwa hiyo sasa hivi ofisi zetu tumeenda kidigitali, sio mambo ya zamani ya kuandika makaratasi. Naweza nikawa hapa Dodoma lakini faili ingia pale mezani kwangu, nikitoka hapa nje nikifungua kompyuta na liattend. Kuliko zamani utasema mkurugenzi hayupo, faili linakaa mezani, kama utapotea wiki nzima faili iko pale mezani. Kwa hiyo unaona kwamba ni hatua tulizozipiga katika kipindi cha miaka 4, kwa ambaye aoni atakuwa anasikia. Kuna ufuatiliaji wa mtandao wa maji safi kwa njia ya SCADA system. Mamlaka imeweza kuweka mfumo wa SCADA yani supervisory control data acquisition
unaosaidia mamlaka kufuatilia usambazaji wa maji. Huu mfumo umefungwa kwenye mradi wetu mkubwa. Naweza kuwa pale Arusha mjini, naangalia hai Kilimanjaro kwenye vyanzo vyangu vya maji. Ni kitu gani kinaendelea? Maji gani yamezalishwa kwa kisima? Hivi visima vyote vilivyotaja 56 tunavimonitor. Kisima namba 1 Kilimanjaro kimezalisha kiasi gani, unaangalia pale kwenye screen. Kama kuna fault na kueleza kisima hakijazalisha kwa sababu kuna kitu fulani. Kwa mnaona kwamba angalau tofauti na zamani unamtuma mtu achome mafuta aende Kilimanjaro kuangalia nini kilichotokea. Hata bado hujajua hili kitu ni kitu gani kimesababisha, mnaanza kutoa pampu, mnafanya hivi, unapoteza muda na mteja huko anakuwa hana huduma. Lakini kwa sasa mitambo imekuwa unakuwa alert mapema. Kama kuna kitu kinaenda kuisha muda wake, unakuwa alert. Badilisha kitu fulani, kitaisha muda fulani. Kwa hiyo ndo dunia tunayoelekea kwa sasa, na sisi tumeanza kuifuata. Ndugu wanahabari, naomba nisome vipengele vya bajeti ambayo tumeitenga ya mwaka 2025-2026. Katika mwaka wa fedha ujao mwaka 2025-2026, mamlaka imejipanga kutekeleza miradi na shughuli mbalimbali kwa lengo la kuendelea kuboresha huduma zake kwa wananchi. Jumla ya pesa za Tanzania bilioni 4.2 zimepangwa kutumika katika mambo yafuatayo. Vipengele vikuu vya bajeti ni kama ifuatavyo: kuboresha huduma ya maji safi na maji taka, kuongeza idadi ya wateja. Kama nilivyoeleza, tuna maji mengi lakini yanatakiwa yafikie wateja. Kama tulivyosema, tutayapeleka Nanja, tutayapeleka sehemu zozote zile ambapo watu wanaendelea makazi kukua. Kama mnavyojua, Arusha zamani wakati mradi una design ulikuwa ni wa jiji la Arusha katikati mjini. Lakini baada ya hapo tukapata neema ya kupata ring road, zile bypass. Ukiangalia watu wote wamehama kutoka katikati ya mji, wameelekea chini ya ring road. Ukienda Terati, ukienda Murieti, utaona utitiri wa nyumba kule chini. Wote wanahitaji maji. Uwezo ukasimama ukasema mradi ulidesigniwa kwa ajili ya jiji la Arusha katikati. No. Wote wanahitaji maji, lakini wote wameshapata maji ninavyoongea. Sasa hivi tunapambana na wale ambao wameanza kujenga leo, tuwapelekee maji. Vile vile katika bajeti hii tuna kuboresha huduma ya wateja kupitia matumizi ya tehama kwa ajili ya kufunga mitambo ya kisasa. Tunahamia kwenye prepaid meter. Tuachane na masuala ya hii digital meter, hizi post meter. Tunakwenda kwenye prepaid meter. Mtu tumia ambacho, lipia ambacho umekitumia. Lipia kufuatana na kiwango chako cha hela. Kwa hiyo ndo tunakohamia. Ninavyoongea mpaka sasa tumeshafunga mita 360 kwa taasisi za serikali prepaid meter. Tumeona tuanze na taasisi za serikali kama pilot, na tumeona zimefanya kazi vizuri. Kwa hiyo sasa hivi tumejipanga, sasa tunazipeleka kwa wateja wetu. Prepaid meter muda si mrefu zitaanza kwenda kwa wateja wetu. Ndugu wanahabari, nikielekea kwenye hitimisho, kwa dhati kabisa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha, yani AUSA, inapenda kurudia kutoa shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake ameidhihirishia kwa vitendo dhamira yake ya dhati ya kuleta mageuzi makubwa katika mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mafanikio tuliyoainisha leo ni matokeo ya jitihada kubwa za uongozi makini na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau wake wa maendeleo. Vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso pamoja na naibu waziri wake Mhandisi Messi Kundo kwa uongozi wao thabiti katika kusimamia maendeleo ya sekta ya maji nchini. Pia tunamshukuru Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri, Naibu Katibu Mkuu Bi Agnes Maena, management ya Wizara ya Maji pamoja na bodi ya wakurugenzi wa mamlaka maji safi mazingira jiji la Arusha kwa usimamizi wao wa karibu, ambapo wamewezesha utekelezaji wa miradi kipindi cha miradi mingi ya kimkakati na mafanikio makubwa. Vile vile nitoe shukrani zangu kwa wadau wote ambao tumeweza kushirikiana nao, nikianza na
wazabuni wote wanaotengeneza vipuri vya maji, uongozi wa mkoa wa Arusha, wananchi wa jiji la Arusha, waandishi wa habari. Tusingeweza kufika hapa tulipofika kama wadau wenzetu hawajatuunga mkono. Kwa hiyo natoa shukrani zangu hizo kwa wote ambao tuweza kushirikiana nao ili kuweza kufikia mpaka leo. Tunajivunia awamu ya 4, mambo ambayo tumeweza kuyafanya ni mengi zaidi, na ni kwa vile muda unatulimit, lakini tungeweza kutaja kila sekta eneo moja moja, tungeweza kuyataja mengi sana. Ndugu waandishi wa habari, sisi watumishi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha tunaahidi na tuko tayari kuendelea kuwahudumia wananchi wa jiji la Arusha kwa kuhakikisha tunapata huduma bora na endelevu ya maji safi na salama. Tutaendelea kujituma kwa uaminifu na weledi ili kuhakikisha kila mkazi wa jiji la Arusha ananufaika na huduma zinazotolewa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha kwa kiwango cha juu. Na mwisho naomba niseme mteja wetu fahari yetu. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mhandisi Justin Rujomba, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Arusha. Ongezeko kubwa la maji, na shida sio upatikanaji wa maji bali ni usambazaji. Napenda kufahamu ni shughuli zipi hapa, ni kitu kipi ambacho kinakwamisha usambazaji wa maji kwa wananchi, na ni maeneo gani ambayo mpaka sasa hayajafikiwa na huduma ya maji safi na salama? Mkakati wa kuwahudumia wananchi hao upoje? Mkurugenzi, naitwa Ramadhani Hassani na tukia Mtanzania Dicto. Nilikuwa nataka kujua kuhusiana na, nianze na swala la kwanza. Nimeulizwa ni kitu gani kinasababisha pawepo na ucheleweshaji wa usambazaji wa maji kama nilivyoeleza hapo awali. Ni sahihi. Kwanza tujue kwamba mamlaka za maji zilivyoanzishwa zimewekwa kwenye kategori. Kuna A, kuna B, kuna C, na sasa hivi tumeenda, sasa hivi kuna AA, kuna A triple. Kwa hiyo kadri unavyoenda kwa kategori ndo tunaenda kusimama wenyewe. Nikiwa A, kwamba running cost zote za taasisi, yani expenses zote, natakiwa taasisi ilipe yenyewe, hatutegemei ruzuku serikalini. Kwa hiyo ndo maana unaona nikipita nikifanya assessment kwamba let's say natakiwa nifanye mtandao wa kilomita 3000, ninarudi kuangalia baada ya expenses kinachobaki kama surplus kirudi kwa wananchi wangu kufanya extension. Kwa ndo unajikuta tunaenda awamu kwa awamu. Tungelikuwa kwamba let's say tunapata au tunajiendesha kibiashara, tungesema unit moja ya Arusha ya maji tuiuze shilingi kadhaa kusudi kuendana na demand ya wateja wetu kuhitaji wa maji. Lakini fikiria tunavyosema kwamba serikali hii inajali. Unit moja ya maji kwa Arusha inauzwa 1840. Unit moja ya lita 1000, ndoo 50 za lita 20 kwa ndoo moja moja unanunua kwa shilingi 1840. Uone kama sisi ni watu wa huduma. Kwa maana hiyo nikimaliza kutoa expense, kinachobaki ndo naenda kununua mabomba niende kumfikia mteja. Lakini nalichukua kufuatana tunavyokuwa na tulishaliona, ikabidi tupeleke Wizara ya Maji kwamba sasa tuna uhitaji mkubwa, zinahitajika bilioni 34 kwa ajili ya kufanya extension katika jiji la Arusha. Na tayari Wizara ya Maji ilishapokea na wameshatubalia muda wote tunaweza wakatupa special, yani unapewa kwa special case. Kwa hiyo ili tuta overcome muda si mrefu, na sisi tukiwa tunajikongoja. Ndio maana kwenye budget nimekwambia mwaka wa fedha tumebudget bilioni 4.2 kwa ajili ya kuendelea kusogeza watu wanavyoenda. Lakini kwa vile ukuaji umekuwa kwa kasi, tumeshaomba serikalini, watasikia kilio chetu na wameshatupokea. Mwaka wa serikali tunaweza tukaanza kuimplement kwa usambazaji huu ambao umeomba wende kwa kasi. Kingine ameniuliza kusambaza maji kwa boza
ameona kama sio afya. Si sawa eh? Maboza haya ya maji ni ya msingi. Kwa sababu gani? Kama tunavyoeleza, umejenga nje ya jiji la Arusha, bado uko kwenye jeni yetu ambapo tunatakiwa tukupe huduma na ni wajibu wetu kukupelekea maji. Hatutakubali kukaa tunakuangalia unateseka na maji, tena unaenda kununua kwenye guta zile ambazo hatujui kama maji ni safi na salama. Na sisi tumepelekwa pale na serikali kwa ajili ya kukupa huduma. Ndio maana serikali ikaliona kwamba hapana, zitangulie kwanza boza za maji safi, zimhudumie huyu mwananchi ambaye mtandao wa maji safi haujafika. Wakati tunafanya utaratibu, bado wanapata huduma ya maji safi na salama. Zile boza zetu ni maji safi na salama, kwa sababu zimefanywa disinfection na maji yanayochotwa ni safi na salama, kwa yana contamination yoyote. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi huo, maji yetu ni safi na salama, sio yale maboza mengine unayoona yanatembea huko. Lakini na yale, na sisi tumewekea utaratibu sasa hivi, tunayasajili na kupima, kwa sababu ni wadau wenzetu, kwa sababu wanatusaidia kuwafikishia wengine maji. Tunayaangalia kama yanatibu viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi hiyo. Mwingine ameniuliza ni lini watu wa Arusha watapata maji masaa 24. Kwa sasa tuko masaa 22. Tunajipanga kama nilivyosema kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwa muda wa masaa 24 na tunafika. Mwanzoni tumetoka masaa kama nilivyotaja kule 11. Tanzania tulikuwa hatujapata umeme ambao uko stable. Na kama nilivyosema tuna visima 56, vyote ni visima virefu vinategemea umeme. Lakini unavyoona grafu ilivyopanda baada ya Tanzania kuwa na umeme ambao uko safi, sasa baada ya bwawa la Mwalimu Nyerere kukamilika, sasa hivi tuko safi. Kwa hiyo kadiri muda unavyoongezeka na masaa ya kutoa huduma yanaongezeka kwa sababu ya stable ya umeme. Ni taasisi ambayo tunategemeana. Kwa hiyo hilo ni kutoa wasiwasi, masaa 24 tutafika. Mwingine ameniuliza ni lini nimejipanga kupeleka maji kwa mikoa ya jirani kama wenzetu. Tumeanza ndugu zangu. Nilivyotaja Merelani sio mkoa wa Arusha. Merelani ni mkoa wa Manyara. Kwa hiyo maji yameweza kutoka Arusha yameenda Manyara. Na tunavyoongea naona kama tunaenda kuhudumia na nchi jirani. Kwa sababu maji haya ya Sinya ambayo tunaenda kuongeza na Manga, wenzetu wa Kenya wanakuja kuchota na Manga. Kwa hiyo naona kwamba tunajitanua kufuatana na mahitaji yanavyojitokeza. Kwa hiyo hiyo surplus ya maji tulionayo hatubaki nayo kwamba tukaa tunayaangalia, pana tunayasambaza. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi, hilo swala tutalifanyia kazi immediately. Kuna mwingine ameniuliza, of course hatuna wateja wanaokaa mbugani. Sisi wote tunaona kule hatuna mbuga kule. Nisaishe kidogo pale. Hakuna wateja wanaokaa mbugani. Ila tuseme ni pakavu kwa sehemu ambazo za wafugaji na nini. Lakini nishukuru kwamba hata hii wizara inayohusiana na mawasiliano imefanya jambo kubwa sana. Kwenye TEHAMA hatujapata changamoto ya kusema kwa mtu hata ametumia message hajui kuisoma. Na uzuri message zetu zinaenda kwa simu yoyote ile. Iwe hii ya kuteleza, iwe ya nini, ile kitochi, message inafika. Kwa hiyo hatujapata changamoto ya mtu kwamba ajui kusoma message au ajui. Kwa hiyo nishukuru, ndio mafanikio ya awamu ya 4 hiyo. Kila mtu sasa hivi anajua kusoma na kuandika. Kwa hiyo hatujakumbana na changamoto ya mtu kwamba sijui kusoma au nisomee ni kitu gani kimeingia. Kwa hiyo ndugu yangu usiwe na wasiwasi. Teknolojia inaenda kufuatana na watu wanavyobadilika. Kuna mwanahabari anataka kujua ni asilimia ngapi ya maji ambayo nimeyatoa kwa ajili ya umwagiliaji. Kama nilivyosema hapo awali, maji yanayoenda kwenye umwagiliaji sio ya maji ya safi. Ni yale maji ya maji taka yale tunayo collect kutoka majumbani, yanaenda kwenye pondi. Kama nilivyosema kama tuna pondi 18 zinayachakata. Yakitoka mwanzo mwisho kabisa unakutamisha kwa meupe. Na yanakidhi viwango vya WHO na TBS. Maelekezo tuyarudishe mtoni kwa sababu yana kiwango kinachostahili. Lakini kama mwenzangu alivyosema mbuga, kuna sehemu yanapita sehemu ambapo ni pakame. Watu wakajiongeza wakaona kwa nini tusianzishe kilimo cha umwagiliaji.
Kwa hiyo haya maji ndo yatumia kwenye umwagiliaji, ila kiwango kinachotoka ndo naweza nikakueleza. Mabwawa yana uwezo wa kutibu lita milioni 22 kwa siku, lakini ninavyoongea kwa sasa yanatibu milioni 7 kwa siku. Unaona kwamba kama ni design ya miaka 20, tuna matarajio ya 100% kwamba haya mabwawa yataendelea kutibu maji kutoka majumbani katika jiji la Arusha kadiri ninavyokuwa zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo hii lita milioni 7 zinazotoka ndo watu wanazitumia katika umwagiliaji. Na nashukuru Wizara ya Kilimo imeliona, kwa sababu yakitoka yanatoka kwa gravity. Watu wa chini kule ndo wanapata maji haya kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini juu yake kuna wengine wanajitokeza wanahitaji. Lakini tunavyoongea Wizara ya Kilimo imeliona tayari, na wenyewe wamesha chip in, wanawagawia maji ya wananchi. Ndio mradi uko kwa hatua za awali kunaanza, wanapampia maji yanarudi juu, na wananchi na wenyewe kule waendelee kunufaika kwa ajili ya shughuli za kilimo, kuliko kukaa wanaangalia mabwaya kwa maeneo yao, lakini wa chini wananufaika. Kuna swala la prepaid, sijampata vizuri. Prepaid, mita za malipo ya awali, unaweza ukasaisha kidogo? Itawafikia lini wananchi? Wananchi wa kawaida wanasema mmeanza vizuri na taasisi za serikali ndio mmewapa. Sasa katika mkakati wenu au katika zile bilioni 4.2, na hilo la prepaid kuwapelekea wananchi kilimo na kwa kiasi gani? Yes. Kama ulisikia katika maelezo yangu, sasa hivi kipaumbele sasa hivi tunakoelekea, tunataka tufunge prepaid mita, na wizara tayari kupitia katibu mkuu ameshatupa mwongozo, kwa sababu hapo awali kila mamlaka tulikuwa tunatafuta kila mtu kwa njia yake aweze kupata prepaid mita. Sasa ingine zinakuja na kutazikizi vigezo. Sasa hivi tumeshapewa mwongozo wapi tupate prepaid mita, na ninavyoongea tumeshaanza kupokea baadhi ya watu wengine ambao wameshateuliwa kwa ajili ya kuzileta, zipo kwenye maangalizo, wamesha submit, tunaziangalia kama zitafanya kazi ili tuweze kuanza kuzitumia kwa wananchi. Na unajua hizi mita, ndugu zanguni, mita zina ubora tofauti, na mita, kufunga mita ya maji na yenyewe inahitaji sayansi kidogo. Maji yetu yanatofautiana pressure. Nikikufungia mita ambayo pressure ya pale nyumbani kwako, let's say tuseme ni PN10, halafu mimi nikakuletea mita imeandikwa PN6, ukienda kuiangalia mita nyumbani utakuta ina kitu hapo kimeandikwa kwenye kioo. Hiyo mita itastaki, itazidiwa na ile pressure. Au maji yako ni PN6, nafunga PN10, obvious tutakuwa tunajidanganya. Mita inaweza kuwa inamwibia mamlaka, au mita inaleta athari kwa mlaji. Kwa hiyo ndio maana wizara imeona chip in itupe mwongozo, kuliko kila mtu anakimbia Serongeza amepata mzabuni, maybe amempunguzia bei. Sasa unajikuta unaanza commit zile quality ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo tunashukuru wizara kuchip in kutupa mwongozo kwamba twende kwa leni hii, tusiwaumize wananchi. Nafikiri nimeeleweka Kwa hiyo tumeshalianza, tunaenda na miaka ya serikali, manunuzi yetu ndio yanavyoenda, lakini kwa kipindi hichi pilot tumeanza. Asante sana. Kuna mwanahabari mwingine anataka kujua, CAG alipita akakagua akaangalia kwamba tuna maji yanayopotea. Maji yanayopotea ni pesa, na sasa hivi ndio changamoto kubwa ya taasisi zetu. Ni kweli katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha tulipata haya maji, kuna maji ambayo yameingia kwenye miundombinu ya zamani ambayo miaka 10 haijawahi kupata maji. Kwa hiyo tunajikuta tunapata changamoto ya ile miundo ya zamani kubasti. Kwanza, kama nilivyosema, katika design yake ilivyokuwa imedesigniwa, pressure ya maji haya na ya zamani ni tofauti. Kwa hiyo unajikuta ina bust. Tunapata adhi ya maji yanayopotea, ambayo maji yanayopotea ni pesa. Kwa hiyo sasa hivi kitu ambacho tunapambana nacho ni tunaitwa NRW, maji yanayopotea ambayo hayauzwi.
Kwa hiyo ndio tunapambana nayo. Wakati mradi umeanza, maji yanayopotea ilikuwa ni 60%. Ilivyoingia hivi mara ya kwanza kwenye mfumo, kwa sababu ilikutana na mabomba ambayo ni machakavu. Lakini ninavyoongea mpaka sasa maji yanayopotea tumepambana, tunaelekea kwenye 39% ninavyosimama hapa. Na lengo letu la EWURA twende mpaka 20% ya upotevu wa maji. Nimeeleweka jamani? Ninavyoongea sasa hivi tuko 39% ya upotevu wa maji. Na ndio tunayopambana nayo sasa hivi. Lakini mpaka kwa target ambayo tumeweka mpaka Juni mwezi huu tutahakikisha tuko 35% ya maji yanayopotea. Tutafika, ni kujipanga. Na tunajipangaje? Ni kuondoa miundombinu ambayo imechoka. Ndio zoezi tunalolifanya. Mabomba mabovu tunaondoa, tunafunga mabomba mapya. Pesa zinapatikana wapi? Tunakuomba we mteja, lipa hiyo bili yako kusudi kinachobaki baada ya kulipa nini kiende kununua mabomba. Ndio zoezi ambalo linaendelea. Lakini angalau wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Ndio main objective. Hivi vingine tutapambana navyo, tutahakikisha kwamba tuna comply kwa vitu ambavyo vinatakiwa. Asanteni kwa kunisikiliza.